Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo lundi le 17 Novembre 2025. Tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano kati ya vikosi vya FARDC na wazalendo wanaopigana na waasi wa AFC M23. Habari zetu tutazianzia ndani ya teritware ya Shabunda ambapo hali ni tete kutokana na mapigano makali yanayoendeshwa na waasi wa AFC M23 dhidi ya wazalendo na FARDC. Ni baada ya saa tu 24 na AFC M23 pamoja na gouvernement ya Kongo wamesinye makubaliano ya mfumo huko Doha. Na ni kwa nini kuna ukiukaji mkubwa wa mambo wanayo yakubaliana huko Doha? Tutafahamu ndani ya habari zetu. Unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, kucomment na kulike, kusambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo kukomantere au mtuandikie kwenye namba hiyo, mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Na habari za siku ya leo kama nilivyowaambia, tutazianzia ndani ya teritware ya Shabunda inayopatikana mu province ya Sud Kivu kunapo ripotiwa mapigano makali kati ya waasi wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo na wanajeshi wa FARDC. Mapigano hayo mapya yalizuka siku ya jana ambapo waasi wa AFC M23 walikwenda kuwashambulia wazalendo na FARDC ndani ya ngome zao mu eneo ya Kibanda Mangobo. Mapigano hayo yalidumu kwa masaa kadhaa yakasambaa yakafika maeneo ya Maimingi ya kwanza na Maimingi ya pili. Wanajeshi wa AFC M23 walitokea Mukabare na Walungu wakaatake FARDC na wazalendo ndani ya Kibanda Mangobo. Mapigano yakaendelea hapo Kibanda Mangobo, waasi wa AFC M23 wakaikamata, na baada ya kuikamata hawakusimamia hapo bali waliendelea kuavanse wakipigana na vikosi vya wazalendo na FARDC. Mapigano yakaendelea wakaja kufika mpaka mu village ya Maimingi ya kwanza, wakapigana hapo Maimingi ya kwanza na Maimingi ya pili wakafika ndani. Mapigano yakaendelea. Kwa sasa vijiji hivyo vitatu ambavyo nimewaambia, Kibanda Mangobo, Maimingi ya kwanza na ya pili, vinakaliwa na waasi wa AFC M23 baada ya mapigano hayo ya siku ya jana. Na kwa sasa hali ni tete ndani ya vijiji kadhaa vinavyokuwa karibu na vijiji hivi vya Maimingi ya kwanza na ya pili na Kibanda Mangobo. Wakaaji hao wanaendelea kuogopa sana wakiona vikosi vya wazalendo na FARDC wakiingia ndani ya vijiji vyao wakitoka pale Kufro ambapo wako napigana. Wakaaji wanaogopa ya kwamba mapigano yataingia ndani ya vijiji vyao na hivyo wanakuwa na uoga sana kabisa. AFC M23 inaendelea kupiganisha vikosi vya wazalendo na FARDC ndani ya maeneo hayo ya Shabunda na lengo lao ni kuendelea kusonga mbele. Na huu ni ukiukaji mkubwa wa wazi wa makubaliano ya mfumo walio ya saini juzi huko mjini Doha ndani ya nchi ya Qatar. Makubaliano hayo ya mfumo yalikuwa yakilenga usitishaji wa vita kati ya pande mbili na kuanza kupeana wafungwa, kurejesha wakimbizi. Na baada tu ya saa 24 na makubaliano hayo wameyasaini, AFC M23 iliatake na kukamata maeneo hayo matatu mu teritware ya Shabunda. Na AFC M23 ndani ya Sud Kivu ilikuwa haijafika mu teritware ya Shabunda, walikuwa wakipigania mu teritware ya Kabare, Walungu, ila walikuwa hawajafika mu Shabunda aujourd'hui. Ile ni 4e teritware ya Sud Kivu ambayo wameingia ndani, na plutôt ni 5e territoire juu na Mwenga wako ndani, na ukiona Kalehe
Kabare, Walungu, Shabunda, Mwenga. Hizo zote ndizo territoire za Sud Kivu na zote waisha zifika ndani deja. Na AFC M23 kuatake FARDC wakati walikuwa wamekubaliana hayo yote, nadhani ya kwamba si jambo lipi ambalo wamelifanya. Haya ni kawaida kwao. Na wakumbusha baada ya makubaliano ya mfumo kuyasaini huko Doha, yule Mbonimpa yeye ndiye kiongozi wa delegation ya AFC M23 ambayo inaongea na FARDC huko Qatar, alisemaka ya kwamba kuna kitakacho geuka kwenye shamba la vita. Alisemaka ya kwamba wako na njia ndefu ili kufikia lengo lao na mpango wao. Hapo inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba ilikuwa tu sur papier, ile makubaliano mekufro, mambo itabaki ile ile. Na niliwaambia ya kwamba hii haiko surprise kuona AFC M23 inaatake wakati wamekubaliana. Ni kama kawaida kwao, wakati wa makubaliano ndipo wanafanya kama atake wao kabisa na kuanza kukamata vijiji vipya. Inaonesha ya kwamba wao kabisa wanajua realite, hakuna watakao wasimamisha wakati wako muvita, na kinacho acha hawasimamishwi wakati wanaatake ni ya kwamba wale ambao wangelifanya hayo wako na profi kufro. Ile njo realite. Guerre ya AFC M23 iko ndani faida ya nchi tofauti, ndiyo maana wanakubaliana hayo, ila wao kabisa kukiuka walio ya kubaliana hakuna shida. Na haya munayonaka kila wakati kuna makubaliano AFC M23 inaendeleaka na kuatake na kukamata maeneo mapya, na hakuna watakao sema no murudie nyuma, iruhusiwe kukiuka mlio ya kubaliana hayo, yasimamishe, msifanye vita, murejee mulikotoka, hapana. Na gouvernement ya Kongo maamuzi ni yake, kazi ni kwa FARDC na wazalendo, ifo kuresiste na kupigana avec objectif ili warudisha wawasi wa AFC M23 nyuma. Engine wanayo ya kubaliana na kuyaongea na kuyasaini, na waambia kwamba ni bure kabisa. Depuis zamani walikuwa wakiongea wakisinye me kufro, vitu vinakuwa vibaya zaidi. Na hapo kabisa FARDC kazi ni kwake, na wazalendo wanapaswa kupiganisha AFC M23 avec determination. Wanapaswa kupigana kabisa wakiwa na objectif ya kushinda. Kama si hivyo, nawaambia ya kwamba na zingine eneo zitakamatwa. Hivyo ni kutafuta nguvu kwa FARDC ili kushinda vita vya hawa wasi wa AFC M23. Tuendelee na habari zetu, tuelekee Kinshasa ambapo wanajiandaa kukaribisha Leopard, ekipe ya Kongo ambayo ilifanikiwa kushinda mache ya jana ambayo iliwakutanisha na Egypte. Wanangojewa Kinshasa kabisa na wakinwa yani wakaji wa Kinshasa, na kumarute tofauti hapo Kinshasa polisi waishaanza fanya kazi ya kupunguza msongamano wa magari pale, na wakati Leopard itafika magari yote yatasimama. Waaskari polisi waishafika hapo ili kufanya ile kazi. Wakaji watakaopokea Leopard ku aeroport ya Njili wataenda na ekipe mpaka ku Stade des Martyrs, ambapo Felix Tshisekedi atawapokea kama washindi ambao walifanya kazi kubwa jioni ya jana. Na hizo ndizo habari kabisa ambazo nilikuwa nimewaletea. Nilikuwa nimekuja kuambia taarifa kutoka Shabunda. Realite huko ni ya kwamba Maimingi ya kwanza, village ya Maimingi ya kwanza, ya pili Kibanda Mangobo ziko mikono ya wasi wa AFC M23 baada ya mapigano makali ya siku ya jana. Asante, muendelee kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Merci beaucoup.